Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Iran limesema litakata mkono wowote wa chokochoko dhidi ya kiongozi muadham, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Al-Khamenei. Jeshi hilo limesema lipo tayari kumlinda kiongozi huyo muadham Ayatullah Al-Khamenei. Hii ni kauli iliyotolewa na afisa wa ngazi ya juu wa jeshi la Iran ambaye amepuuzilia mbali vitisho vya maneno vya hivi karibuni vya rais wa Marekani Donald Trump, akionya kwamba hatua yoyote ya uadui itakayoelekezwa kwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu wa Iran Ayatullah Al-Khamenei itakabiliwa na kisasi kikubwa cha kijeshi. Jenerali Abulfaz Shekarchi, msemaji wa vikosi vya jeshi la Iran, amesema hayo katika mkutano uliofanyika Jumanne huko Teheran na kusisitiza kuwa hatuzingatii kwa umuhimu mkubwa kelele za Trump. Jenerali Shekarchi amepinga vitisho hivyo kutoka kwa Trump ambaye hivi karibuni alizungumzia kudai kuwa uongozi wa Iran lazima ubadilike na kwamba Ayatullah Al-Khamenei lazima aondoke madarakani kama sehemu ya kampeni pana ya vita vya kisaikolojia dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Trump anajua kwamba ikiwa mkono wa uchochezi utaelekezwa kwa kiongozi wetu, hatutaukata tu mkono huo, bali tutadhalilisha mwili mzima. Na hii si kauli mbiu tu, lakini tutawasha moto kwenye ulimwengu wao na kuwaacha bila kuwa na pahala salama katika eneo, Jenerali Shekarchi amesisitiza. Kamanda huyo wa jeshi la Iran ameelezea bayana kuwa maadui wanafahamu hili, lakini wanaendelea na vita vyao vya utambuzi. Amebainisha kuwa maadui wanajua kwamba iwapo shibri yoyote ya ardhi yetu itahujumiwa, tutaliondoa tishio hilo kabla halijapanuka, akirejelea mfano wa vita vya siku 12 vya mwezi Juni mwaka uliopita kama mfano wa kihistoria na uwezo huo. Haya yanajiri siku chache baada ya Rais Masoud Pezeshkian wa Iran kuonya hayo kwamba shambulio lolote dhidi ya kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Al-Khamenei litakuwa vita kamili na taifa la Iran na kwamba kiongozi huyo sasa atalindwa vilivyo. Taarifa zinadai kwamba ulinzi wa kiongozi huyo umezidi kuongezeka kutokana na tishio dhidi yake. Imeelezwa kwamba kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Al-Khamenei ameongezewa ulinzi mkali kutokana na mashinikizo ambayo pia ujasusi ndani ya Iran umegundua kwamba kiongozi huyo ni moja kati ya watu wanaosakwa vikali ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na hasa kutoka nje ya Iran. Mataifa ya Marekani pamoja na Israel na washirika wao wa magharibi wamekuwa wakimsaka kwa muda mrefu kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, kiongozi ambaye amejizolea umaarufu katika ulimwengu, akionekana kiongozi ambaye ametengeneza taifa lisilokuwa na uoga katika eneo la Mashariki ya Kati, kiongozi pekee aliyewapinga wa Marekani kufanya chochote wanachotaka katika Mashariki ya Kati, na ndiye kiongozi pekee ambaye wanahisi kwamba huenda katika siku zijazo akatengeneza mazingira ya Mashariki ya Kati kutokuwa chini ya Wamarekani ama kile ambacho Israel inataka kufanya. Ikumbukwe moja kati ya wachambuzi wamenukuliwa wakisema kwamba mipango ya Israel, hasa utawala wa Ayatullah Al-Khamenei pamoja na Donald Trump wa Marekani, ni kutaka eneo lote la Mashariki ya Kati kuwa chini yao. Lakini mtu pekee ambaye amekuwa akizuia azma hiyo ni Ayatullah Al-Khamenei ambaye inaonekana tayari amekuwa na ushawishi mkubwa katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Na hata katika vita ambavyo Marekani ilitaka kuvianzisha wiki zilizopita ni kwamba vimezuiliwa na baadhi ya washirika wa Marekani, ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia na Qatar, baada ya kuona namna ambavyo Iran imejipanga katika vita hivyo kutaka kushambulia popote katika ngome za kijeshi za Marekani ambazo pia zipo katika mataifa hayo ya Ghuba. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba ni kutokana pia na ushawishi uliokuwepo wa Ayatullah Al-Khamenei katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Ikumbukwe Iran na Saudi Arabia yalikuwa ni mataifa yasiyokuwa na uelewano, lakini sasa yanadaiwa ni mataifa ambayo yameamua kushirikiana kwa dhati na sasa yana uhusiano mzuri wa diplomasia, na hata katika baadhi ya nyakati Saudi Arabia imekuwa ikitetea baadhi ya mipango ya Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.